Leo tumefanya ufunguzi wa kongamano la nchi tatu za Malawi, Tanzania na Zanzibar na Zambia. Ni kongamano linalokutanisha wataalamu wa mambo ya usalama na uhifadhi kutoka kwenye hizi nchi ambao wanakusanywa kupitia mwamvuli wa makubaliano yaliyofanyika Lusaka, Zambia, miaka kadhaa iliyopita. Nchi hizi zilikubaliana kufanya ushirikiano katika kusimamia na kulinda rasilimali za wanyamapori na misitu katika hizi nchi. Ushirikiano huu unalenga katika kuhakikisha kwamba vyombo hivi vya usalama vinavyohusika kwenye maeneo haya vinakuwa na ushirikiano wa kubadilishana uzoefu, kubadilishana taarifa, lakini vile vile kufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba inashughulikia wale wahalifu wote ambao wanajihusisha na ujangili wa wanyamapori, lakini vile vile wa rasilimali za misitu. Sasa mafunzo haya yamekuwa yakiendeshwa kwa miaka kadhaa, na hao wenzetu wa LATIF ambao ni hilo jukwaa la nchi hizi kutokana na makubaliano ya Lusaka wamekuwa wakifanya kazi kwa karibu sana na taasisi kutoka Marekani inaitwa Africa Transformational Initiative ya Uingereza ya Marekani, ambayo yenyewe imekuwa ikisaidia kutoa misaada ya kiufundi katika kufanya mafunzo, lakini na kuwezesha vyombo hivi vinajengewa uwezo wa kuweza kumudu majukumu yao. Jambo hili ni muhimu sana, na sisi kama nchi tumeona mafanikio makubwa sana ya ushirikiano huu, kwa sababu umesaidia sana katika kupambana na ujangili katika nchi yetu, lakini vile vile umesaidia kuweza kufanya ushirikiano wa karibu na nchi hizi, kwamba nchi moja inapopata taarifa ya mhalifu, hata akienda kwenye nchi nyingine ambayo tunashirikiana, inakuwa rahisi kulifanyia kazi jambo hilo. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana, na tumeona hapa wataalamu wetu kutoka taasisi zetu mbalimbali, TANAPA, TFS, TAWA, vyombo vyetu vya forodha, majeshi yetu ya polisi vimeshirikishwa katika kuhakikisha wataalamu wa taasisi hizo wanajengewa uwezo. Jambo hili la kujenga uwezo sio tu kwamba linawafanya wanakuwa na uelewa mpana, lakini ni jambo ambalo linavileta vyombo hivi kuwa na uwezo wa kushirikiana. Unajua, katika utendaji kazi vyombo hivi kila mmoja ana majukumu yake, lakini ana vipaumbele vyake. Sasa usipofanya vyombo hivi vikaweza kufanya kazi kwa pamoja, unaweza kujikuta katika kufanikisha hayo majukumu ukakuta chombo kimoja kinakwamisha chombo kingine, na mwisho wa siku kama nchi, kama taasisi, wote tunakuwa tumepoteza. Lakini unapowaweka kwenye mafunzo, ukawajengea uwezo, wakapata ufahamu wa jambo hili kubwa na faida zake, na kuona umuhimu wa kufanya kazi kwa pamoja, kushirikiana kutatua changamoto hii, hilo ni jambo kubwa sana. Na sisi kama serikali tunaendelea kulisisitiza hilo. Tunaunga mkono jitihada hizi zinazofanywa na LATIF, lakini vile vile na hawa wenzetu kutoka Marekani, yani Africa Transformational Initiative. Ni jambo kubwa, na wakati wote sisi tunaendelea kuunga mkono. Lakini pia kwenye speech yako kuna takwimu umezitoa ambayo inatokana na mafanikio haya ya ulinzi.
Unaweza kutupatia takwimu? Ndio. Mafanikio ya ulinzi ni makubwa. Mafanikio haya ya ulinzi ni makubwa. Tanzania imekuwa kinara katika kuhakikisha inakuwa na usimamizi wa karibu wa kupambana na ujangili. Na katika hilo kama nchi tumeweza kuwa na sheria kali sana za kupambana na ujangili. Tumeweza kuanzisha sheria ambayo mtuhumiwa akibainika akahukumiwa mahakamani akaonekana anakosa, sheria ile inaweza kumsababishia akafungwa mpaka kifungo cha miaka 30 jela. Lakini mambo haya ambayo yanafanyika katika uhifadhi yametuwezesha. Tulikuwa na ujangili mkubwa sana wa tembo, faru, lakini kuna kipindi idadi ya tembo ilipungua sana. Mwaka 2014 kama sikosei, tembo katika nchi walikuwa 40,045 hivi. Lakini baada ya jitihada hizi zilizochukuliwa na serikali, baada ya ushirikiano huu wa nchi hizi, sasa tunaona ongezeko la tembo katika nchi yetu. Takwimu za hapa katikati zilikuwa zinatuonyesha sasa tembo wameongezeka kutoka hao 45,000 mpaka kufikia 60,000. Hii ni kiashiria kwamba ujangili unapungua. Bado tutaendelea kufanya kazi kuhakikisha kabisa kwamba wale wote ambao wanatamani kuingia kwenye shughuli hii wala wasifikirie, wajue kabisa huku ni kwenye eneo ambalo hawapaswi kwenda, kwa sababu wakiingia watakamatwa, watachukuliwa hatua.